Bila shaka ni Ijumaa nyingine tena tunapokutana katika sehemu hii ya pili ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali ambayo yamejiri ya kitaifa, kutoka maamuzi kwenye mahakama kuu ya upeo hadi katika lingo za kisiasa ambapo tumeona maamuzi mbalimbali. Tumeweza kuona ziara yake Rigathi Gachagua katika eneo la Magharibi. Je, itakuwa na maana gani? Tukirudi mahakamani, Ndiang'ui Kiangia tumemwona akijitokeza mahakamani hapo jana baada ya kutoweka kwa takriban siku 12 akisema alikuwa amejificha akihofia maisha yake. Lakini wachanganuzi wa masuala ya hisia, mionekano wanasema hapana, kuna jambo fiche. Kwa nini wanahisi hivyo? Kwa sababu anasema aliondoka akiwa na nywele kubwa, mbona amerudi akiwa amenyolewa? Ni baadhi ya masuala tu na minong'ono na porojo nyingine kutoka kwa watu ambao wanazizungumza, lakini tutatafutia uchanganuzi kutoka hapa studioni. Kule Mombasa mwenzangu Tobias Chanji yuko tayari, nitakuwa nikiungana naye baadaye kuweza kusikia kuhusiana na malalamishi ya uamuzi wa mahakama ya ile ya upeo kuhusiana na ule urathi ambao unatolewa kwa mtoto wa Kiislamu na mtoto aliyopatikana nje ya ndoa. Je, maana yake imekuwa vipi? Kumekuwa na minong'ono mingi sana kutoka kwa mashekhe mbalimbali wa Kiislamu. Tutakuwa tunasikia kutoka huko. Na kule Nyeri, Clement Masombo yuko ange kabisa. Nitakuwa nikizungumza naye kuweza kusikia kauli za vijana wenyeji wa kule kuhusiana na ile kifo chake Boniface Kariuki ambaye aliaga dunia wiki hii, na maafisa wale wa uchunguzi wakisema kwamba risasi ambayo ilifyatua ubongo wake basi ingesababisha tu hangepona na ilikuwa angekufa kwa sababu hali ambayo ilikuwa ni mbaya zaidi, na baadhi ya chembe za risasi ziliachwa ndani ya ubongo wake, na iwapo zingetolewa awali basi zingesababisha kifo chake, lakini hakuweza kufaulu katika vita hivyo vya kuweza kubaki uhai, naye akaaga dunia. Lakini studioni ni naye Ruth Bukachi ambaye ni mwanasiasa, na vile vile John Waweru ambaye ni kasisi na vile vile mtetezi wa vijana, na vile vile mzungumzaji wa masuala ya kijamii na masuala ya kitaifa. Karibuni sana studioni. Niwape tu dakika moja tu ya kujitambulisha na kusikia kauli zenu kuhusiana na hali ya taifa kabla kuja kuingia katika mjadala wenyewe. Nianze nawe John Waweru, hali ya taifa unaionaje kwa sasa? Taifa linahitaji hekima. Unajua, nitaanza kusema ya kwamba there was a prophet or rather a king kwa Biblia, alikuwa anaitwa Solomon. Alipatia Mungu sacrifice kubwa sana, na wakati Mungu alikuja akaridhika naye, alimuuliza swali moja, ungetaka nikufanyie nini? Wafalme wa siku hizi wanajibu vitu vingine havifai, kwa sababu mfalme huyo alisema na kuomba. Hakumuomba pesa, hakumuomba manyumba, hakumuomba magari, alimuomba hekima. Na akaonesha sababu ya hekima, akamwambia ili niweze kuongoza watu wako. Kwa hivyo uongozi hauhitaji madigrii, hauhitaji vitu mingi. Si vibaya kwenda shule na vitu kama hivyo, lakini dhidi yake ama zaidi yake unahitaji hekima. Kwa hivyo uongozi wa sasa tu unahitaji hekima. Hiyo ndio maoni yangu. Ufunguzi mzuri, uongozi unahitaji hekima, kiongozi mtarajiwa pia. Ruth Bukachi, hekima ni moja ya vitu ambavyo kasisi amevitaja. Hali ya taifa unaiangaliaje kwa sasa hivi? Kwa dakika 2 tu. Asante sana Eri kwa kunialika siku ya leo. Kwanza kabisa ningependa kutoa rambirambi zangu kwa wale waliofiwa na watoto, na ningependa kusema sisi wote kwa hii nchi tunahitaji kujirudia na kujifikiria. Tunahitaji kuanzia jinsi kuja kwa wananchi wa kawaida, kwa viongozi, kwa polisi, mpaka kwa serikali. Tunahitaji kujifikiria na kujirudia. Asante sana. Nataka sasa tuelekee Mombasa ambako mwenzangu Tobias Chanji yuko na kiongozi mmoja wa kidini kule kuweza kusikia kauli yake kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya upeo uliotolewa kutokana na kesi moja ambayo ilikuwa mahakamani. Ni uamuzi ambao haujapokelewa vyema na viongozi wa dini ya Kiislamu kwa sababu unaendana kinyume na maadili ya Kiislamu. Hebu tufahamishe kauli za Waislamu hadi kufikia sasa ni zipi? Manake wametishia kwamba wataandamana. Chanji. Mahakama ya upeo kuhusiana na masuala ya urithi kati ya wanandoa kutoka dini ya Kiislamu unazidi tu kuleta tumbo joto katika eneo la ukanda wa pwani kuhusiana na uamuzi huo. Nami hapa ni
mwakilishi wa kike katika kaunti ya Mombasa, Zamzam Muhammad, ambaye atakuwa anagusia tu swala hilo, na vile vile ikumbukwe kuwa serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa naye naibu wa rais Kithure Kindiki iko katika ukanda huu wa Pwani na wamekuwa wakizunguka katika kaunti kadhaa. Hiyo kesho atakuwa katika kaunti ya Mombasa, na pia vile vile ni masuala ambayo tu ataweza kugusia. Labda tukianza na swala hili au uamuzi wa mahakama ya upeo, una lipi la kusema? Kwanza mimi nimetamaushwa sana kama mwanamke wa Kiislamu, kiongozi wa wanawake ndani ya Mombasa. Wajua, mimi nataka niwaambie Supreme Court, in as much as you are supporting our constitution, lakini mjue ya kwamba sheria ya Mwenyezi Mungu haiwezi kupitwa na sheria nyingine yoyote. Na mimi naona kama Supreme Court saizi wamefanya mchezo mwingi sana. Dini ni tofauti na masala mengine. Do not get into our religious matters, please, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema musiweze kuzini, musizini, hata katika Biblia, hata katika Qur'ani, na alijua madhara yake ni kitu gani. Kwa hiyo kama sheria imesema kuwa urathi unaenda tu kwa wale watoto ambao wako ndani ya ndoa, lazima sheria ifuate. Mwenyezi Mungu ameiweka na anajua hata hao watoto wengine yeye anawaprotect namna gani, maana yeye ndio provider. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie Supreme Court, shame on you. Do not get into our religious matters. Tunataka tuelewane, tupeleke Kenya mbele pamoja. But when it comes to our religious matters, leo mtatukuja kutuambia pia tusiswali sala 5. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu, ameiweka ndani ya Qur'ani, lazima muheshimu, na mimi nitaipeleka mpaka bunge. Na kama hata kuwaondoa hao majaji ambao wametoa hii sheria, tutaweza kuwaondoa, kwa sababu tuwezi kutukawacha watu wanaona sheria ya Mwenyezi Mungu ni kama ni mambo ya kiujinga. Hii dunia leo tuko, kesho tutaenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi natetea haki za watoto sana, na najua kila mtoto lazima apate haki yake, lakini ikifika masala ya dini, vile dini imeiweka, wasiingilie kazi ya kadhi kabisa. Yeye ndio amewekwa pale na Waislamu kwa sababu anafuata ile sheria ya Kiislamu, na sheria zote ambazo zimetungwa ndani ya Qur'ani zina support wanadamu wote. Hakuna sheria ambayo inamnyanyasa mtu yoyote, na Mwenyezi Mungu anajua kwa nini ameweka hivi. Leo mimi nataka niwaambie wanaume, oweni, acheni kuchezea wanawake kule nje mkizaza watoto ovyo ovyo, kwa sababu Mungu amekataza zina. Na kama amekataza na ameamua katika Qur'ani kuwa urathi, baba akifa itaenda hivi, itaganywa hivi, itaganywa hivi. Kwa hiyo wasingilie kabisa masala ya dini. One another thing, tunaona watoto wetu wa Gen Z wako barabarani, wanahangaika huku na huku, wengine wametoka kwa sababu wanasema hawana makazi. But the same Supreme Court juzi na jana wameamua kuwa monopoly iendelee katika hii Kenya. Yani mtu mmoja, mwanabiashara mmoja ndio atafanya biashara yeye peke yake, kama hii ya grain handlers. Juzi tunaona ametoa mwenzake ambaye amefungua kampuni, alikuwa ameajiri vijana. Hawa vijana kazi wanakosa, wanaenda wapi? Tumeona Kajiado mimea ngano inaozea ndani ya magala, kwa sababu mtu mmoja Kenya nzima ndio anataka awe ndio yeye anaweza kuuza nini? Grains. Sasa wakulima wanalia, vitu vyao vinaoza. Tumepata Mkenya mwingine ambaye apate competition, huyu afungue biashara yake na haja katazwa kufanya biashara yake. Mimi nasema Supreme Court, kindly, you are letting us down. Our youths are on the street because of unemployment. Leo tumepata factory ambayo inaweza pia na wao wakaweza kufanya mambo ya grain handling, waweze kuuza hizi nafaka. Supreme Court leo baada ya kuwa mahakama ya juu iliweza kumpatia nafasi aweze kuuza huyu mwanabiashara mwingine, huyu mwenzake ameenda kotini, anapewa monopoly of business. This is Kenya, it is our country, for God's sake. Huwezi kufanya kazi wewe peke yako. Who are you in this country? Wewe huwezi kuja Kenya ukaanza kunyanyasa wa Kenya, and we are going to take this. Kwa sababu hapa Mombasa vijana pia hawana kazi, Nairobi vijana hawana kazi. Leo mtu amefungua nafasi ya kazi, ameajiri vijana. Wale vijana wote ambao walikuwa wameajiriwa katika hii kampuni nyingine wanaenda kufutwa kazi, kwa sababu Supreme Court, the same Supreme Court imeamua kuwa mwanabiashara mmoja peke yake ndo afanye kazi ya grain handling. Kando na labda masuala ya mahakama, kumbuka kuwa pia kuna swala la kisiasa. Tumeona mrengo wa Kenya Kwanza ukiongozwa naye naibu rais Kindiki Kithure wamekuwa katika ukanda wa Pwani. Hiyo jana wamekuwa Taveta, leo kwa Malindi na kesho watakuwa Mombasa. Naam. Kwanza mimi namkaribisha kama mama Mombasa, namkaribisha ndani ya Mombasa. Na mimi nataka niseme hivi, wa Kenya, tusipigane vita ambavyo si vyetu. Hivi vita ambavyo mnaviona watoto wangu wa Gen Z, hivi vita vya mtu mmoja ambao yuko very greedy,
na uongozi. Hata jana na juzi nimeona yule wa Maua, and I want to tell Honorable Maua, you are no longer honorable. You cannot wish death to a person like Raila Amolo, even any other person. We unasema baba afadhali afe, mimi nakwambia babako ndo atakufa. Kwa sababu huwezi kutaka kifo kwa nyumba ya mtu. Baba has fought for this country for so many years. You were given opportunity to vote baba, mkakataa kuvote baba. Baba saw this country going into shambles. We were headed to anarchy. Baba akasema no, in as much as my election was stolen, yani ule uongozi wake uliibiwa kutoka kwa na mwenzake, lakini akasema let us come together and join hands tuweze kupeleka Kenya mbele badala ya kuchoma Kenya. Sasa nawaona kule mlimani wanang'ang'ana wakisema kwa nini Raila ameingia, yuko jikoni. Raila yuko jikoni. Raila sio rais wa hii nchi. Raila ameingia tu kuweza kusupport serikali iweze kwenda mbele na tusiweze kwa watoto wetu kukufa barabarani. Na mimi namwambia Gachagua, ulikuwa kwa hiyo serikali. Na ndio Waswahili watu wasema nyani akikosa ndizi usema mgomba umeteleza. You were in the same government na ulikuwa ukiimba hii serikali. Sasa umeona wewe umetolewa kwa sababu ya ukabila, unazunguka ukienda kubrainwash watoto wetu. Watoto wamekufa barabarani kama mama, mimi nasikitika sana. Na wameingiza wezi, wameingiza goons ndio wanaingia kwenye maandamano ya hawa watoto. Mimi naambia watoto, muna maisha ya kuishi. Chukueni kura zenu. Siku ya kura ikifika, mtazungumza ndani ya ballot box, lakini msitolewe. Na bila shaka huyo ni kiongozi wa wanawake kutoka kaunti ya Mombasa. Ni ombe radhi kwa baadhi ya kauli ambazo amezitoa, ambazo ni kauli za kali kwa baadhi ya viongozi, na tuwe radhi, kauli hizo ni kauli zake yeye mwenyewe binafsi, kiongozi huyo, na wala sio kauli za Standard Group wala KTN News. Tuangazie masuala hayo. Kumekuwa na masuala mawili matatu ambayo ameyazungumzia, swala la urathi katika bila shaka tutakuwa tunazungumza naye pia Clement Masombo kwa baadaye, lakini nichukue kauli yenu kwa dakika 2 hivi kabla nizungumze na Clement Masombo. Uamuzi ulitolewa na mahakama ya upeo kwamba watoto wa nje pia wako na haki ya kupata urithi hususan katika jamii za Kiislamu. Uamuzi huu mmeupokelea vipi? Waislamu wenyewe wamekasirika vibaya. Kwanza kabisa Yeri, ningependa kusema sisi kwa Wakristo uamuzi kama huo Wakristo wanaukubali. Lakini unakuta kwa dini ya Kiislamu kuna Qur'an. Na Qur'ani iko na masharti yake pale ndani. Na Qur'ani Muislamu hawezi kupitana nayo. Na ndio sababu uliona, nataka niamini kwamba constitution walikuwa wanataka wawekewe mpaka Court of Appeal that Sharia law yao. Kwa hivyo mimi kwangu ningesema kwamba huo uamuzi ulitolewa, ungeangalia kwanza constitution ya Sharia law, vile wanaamini, wanasema nini, kwa sababu kwa Uislamu sisi wa Kristo ukiwa mke mmoja final. Lakini Waislamu wanapeana hapo kidogo, maana yake mwenzangu Clement Masombo naona pia yuko tayari. Nitarudi tuendelee na mazungumzo haya tukianzia hapo kwenye swala hilo. Tukimpata tena Clement Masombo tutakuwa tunarudi kwake kuweza kumsikiliza. Na bibi Ruth, nilikuwa nimefika nikisema kwa Qur'an inaruhusu mwanaume mmoja kuwa na wake, mwanaume mmoja ndio kwa wanawake 4. Ndio. Kwa hivyo hiyo inamruhusu huyo mwanaume kuwa kwamba kama wewe umezaa nje, basi mchukue yule mwanamke awe mke wako, ndio hawa watoto wawe ndani. Kwa hivyo mwanaume wa Kiislamu, wewe unapoenda labda umeoa hawa 4 na bado unataka kwenda kule nje kuzaa, basi there's a problem. Kwa hivyo mimi kwangu ningesema Court of Appeal kabla itoe ingeangalia Sharia law inasema nini, na Waislamu wanasema, kwa sababu sasa hiki kimekuwa kitu kikubwa sana kwa sababu kimeenda kando na dini yao. Na tukumbuke Waislamu ni watu wanafuata dini yao mstari kwa mstari. Kwa hivyo sio kama sisi wa Kristo tunafanya vitu vingine na tunataka vikue compromised, kwamba I am the bull in the home. Kwa hivyo hata huko nimezaa naweza chukua wote nilete wote. Kwa hivyo Supreme Court kwangu mimi
kando na constitution ya nchi ingechanganya constitution ya nchi na sharia law, kwa sababu tuko na Waislamu hapa na Waislamu ni ndugu zetu, na kama Muislamu amenipenda mimi Mkristo na amezaa na mimi, Muislamu tu anitafutie mimi, kwa sababu hii Qur'ani yao haitaniruhusu nirithi, aninunulia kule kando na aniwekee majina zangu huko nisionekane mahali, kwa sababu si alinipenda mimi na mimi ni Mkristo. Kwa hivyo hii uamuzi huu haungewekwa, kwa sababu utatuletea shida na Waislamu. Lakini na nyinyi ndugu Waislamu, tafadhali fungeni kamba zenu kwa boma zenu. Umeruhusiwa wanawake wanne, ni wengi sana. Au kama ushamalizana na wao mpaka unaenda nje, basi kuna tatizo. Nisikize Kasisi John Waweru. Unajua process ya kupata mtoto sio osmosis. Kwa hivyo the thing ambayo tuna address ni ile kitu ambayo mwisho wake ya kule mbele ishafanyika. Kwa hivyo uwezi ukaanza kusema unapigania. Sababu nikuulize, wewe umejuaje wewe mwenyewe hukuzaliwa kwa hiyo njia? Umejuaje babu zako hawakuzaliwa kwa hiyo njia? Umejuaje babu za babu zako? Uwezi ukapata. Like me, najua watu wengi ambao wamezaliwa kwa njia za kando na Mungu bado amewatumia. Wengi sana. Kwa hivyo huyo mtoto hana makosa. Makosa tunajiuliza ni wewe kabla ujue mtoto sio kuomba tu mtoto anakuja. Hata ukimuomba tuseme uko na shida ya kuzaa, iko ile process inapata huyo mtoto. Kwa hivyo wewe ukiwa machua, unajua vizuri sana dini yako haikubali hiyo kitu. Alafu unakwenda unafanya kitu kama hiyo, mtoto anakuja. Unaona shida inatokea, muna blame mtoto ama tunafaa tu blame nani? The person that is mature anafaa ajue nikifanya kitendo hiki, hii ndio repercussion yake. Kwa hivyo wewe mwenyewe kwanza tuanze na hiyo shida. Kama inchi tumefika mahali gani ya kwamba mimi mwenyewe nimeoa miaka 12. Ni wapi hapo tumefika ambao unaona unaweza ukafanya kitu nje na bado unakitetea makosa ambayo wewe mwenyewe ungeweza kufanya nini? Kuepukana nayo. So nadhani kwangu kulingana na kitu cha kwanza ni tuwafunze watu kuepukana. Ukijua vizuri sana maadili yenu ya Kikorani nasema hivi, wewe ndio uko na makosa kubwa, unafaa uchukuliwe hatia. Kwa sababu ukifanya hivyo, unajua vizuri sana huyu mama Mungu amembariki aweze kuzaa. Mbona unaenda nje uko na bibi wanne? Hiyo ni Kikurani. Sisi kwetu umeruhusiwa mke mmoja. Na by the way niseme kitu moja. Abraham ndio baba, hata nyinyi mnamclaim kwa Kikurani na Waislamu na sisi pia, mwanzilishi wa kile ambacho Mungu alianza kufanya huku. Abraham alikuwa na mtoto nje, alikuwa anaitwa nani? Ishmael. Wakati Mungu alikuja na alikuwa amekasirika kwa sababu Ishmael ni nguvu ya mke wake, kwa sababu alishindwa kuzaa, akampa nani? Akampa msichana. Wakati Mungu alikuja, Mungu mwenyewe hakubagua. Mungu, Biblia inasema alibariki Ishmael. Alimbariki kwa sababu makosa sio Ishmael. Hakuna Ishmael anataka kukuja hapa kupenda kwake. Wewe hukuitisha kuja hapa. Hukusema ati mimi sasa nataka kuja kwa dunia. Ni wazazi wako. Kwa hivyo maadili yanafaa yarudishwe back kwa marriage. Kama umemuoa mke wako, keti na mke wako. Kama umemuoa mume wako, keti na mume wako. Na nyinyi mko afadhali, mko na wanne. Kwa hivyo tuongezee ama? Hapana. Musiongeze, mubaki kwa ile maadili yenu. Unaona? Ni sawa. Hiyo ni mada ambayo tushamalizana nayo kuhusiana na masuala hayo ya ndoa na masuala ya urathi. Nataka tuangazie masuala ya siasa sasa, ambapo jana tuliona kulikuwa na vurugu tele. Mwili wa Albert Ojwang ulipofikishwa kule kwao Homa Bay, John Waweru, tunaona kwamba vijana bado wana jazba, vijana bado wana hasira. Walichukua ule mwili hadi katika kile kituo cha kwanza kabisa alipofikishwa, na wakakiteketeza kile kituo cha polisi. Na pia Jumatano tukimsikia mamake kanisani, kauli ambazo alikuwa anazitoa akisema, mwanangu, usipate amani kabla ulale, usilale hadi upate amani yako duniani. Kama kasisi, hii inatuonesha nini katika taifa letu kwa sasa hivi? Mwanzo mpya. You know, the problem ambayo sisi tuko nayo, and especially wazazi. Mimi ni mchungaji ama senior pastor kwa kanisa pale Keno, ambapo rais alikuja kabla awe rais. Kwa hivyo siongelei kitu ambayo sijui. Iko ile plan tulikuwa nayo. Kuna kitu inaitwa Youth Manifesto. Kulingana na Biblia, there is a scripture ambayo inasema
do not ignore our youth. Usiwa ignore. Don't ignore them because they are young. Usikose useme ati huyu ako 22 ajui kile anasema. 22 wa 1970 sio 22 wa 2025. Technology imewafungua sana. Wako na vitu wanaona, wanajua ukweli, wamekwenda shule, wamefanya vitu. And what you are seeing right now ni wakati serikali it listens late. The government has a tendency of listening late kwa sababu 2024 una imagine ile kitu ambayo ilitoa hawa watoto kutoka kwenda kupeleka mashida zao pale kwa street. Waliongea, wakaongea, ikafika mpaka mwisho wakafika wapi? Pale kwa street. Wakati wamefika hapo kwa street, instead ya hawa wazazi ama the leaders kuwasikiliza, walifanya nini? Waliwatupilia mbali. What at that particular time walikuwa wanapigania nini? Hiyo ndio inafaa ikuwe swali tunajiuliza. Mimi ni mchungaji wao na umeona kanisa yangu ni kwa maelfu. Niko na wengi wako mashule, unapata watu wamepita shule, wamesoma, hakuna makazi. So the frustration of these kids inawekwa pale kando. Sasa huyo mtoto anakuja pale nje anaanza kupigania haki yake. Swali nataka nikuulize 2024 nini iliwatoa? Na swali nauliza, does the government has to listen late? The first thing. Second thing, unakumbuka shida ilitokea ya Adani. Sijui kama unakumbuka. Naikumbuka. Wakati tukaongea, sisi kama Wakenya, tukikataa kitu inafaa ichukuliwe. Ilibidi nchi ingine iingilie kati ili serikali yetu iweze kusikia ikatize nini? After watu wamekufa, we have a problem of listening late. Shida yetu ni kusikiliza kama vitu ambavyo vimeshafanya nini? Vimesha boil. And I have a scripture I want to give you. Proverbs, unikubali nikusomee hii scripture. Proverbs inasema kitu mzuri sana. Proverbs 12:15. Inasema the way of the fool, njia ya ule mtu mjinga inakaanga ya kweli kwa macho yake. But the Bible says but the wise listens to advice. Ule mwenye hekima anakuwa na nini? Sikio la kusikia. Wakenya hawa watoto wote hawezi kuwa wajinga. And I need to say this by the way. 70% of Kenya mama plus they are 35 and below. And I did another statistic. Kizazi changa 70% plus ya Wakenya wako between 35 years na below. Kwa hivyo 70% ya Wakenya wale ambao wanasema ni tribal ni nini? Aya, jana tribal ilikuwa wapi? Nani alilipa? Kule Western. Ni malilio ambao watoto wanalilia justice. And I don't know why it's very difficult for our parents to understand the difference between tribalism and justice. Sasa ule mtoto ameenda huko, walikuwa wanaenda kumzika. Utasema hao ni watu wa tribe gani? Hiyo inchi ambayo inapiganiwa na siasa imekwisha. People right now are fighting for truth and justice. Now the faster the young people or rather the old people understand that, itaweza kutufanya nchi yetu iweze kusonga wapi? Iweze kusonga mbele. 74% nataka ufikirie hivyo. Bila shaka. Asante sana. Nataka tuelekee katika masuala ya elimu. Tumsikilize katibu wa elimu ambaye ni Julius Bitok. Sasa hivi anazungumzia kuhusiana na masuala ya mafunzo ya walimu ambao yatakuwa yanaenda kuboresha mafunzo katika mtaala huu mpya wa CBE. Hebu tumsikilize katibu huyo Julius Bitok kabla ya kwenda kwenye pumziko fupi. This is visionary because where we are going, we want to nurture talent. We want to bring the best out from our learners. We want to capture performance in different facets, not only in written examinations, but also in core and extracurricular. That is why the center we are launching today is really very, very important. And I like the theme for today's launch, that it's about transforming assessment to enhance education, quality, equity, and inclusion. The examination as crafted right now can be very exclusive. It can leave out some people. It can create some inequalities. That is why we are talking about equity. And sometimes the quality is a little bit compromised. And that's why we are saying, under the competency-based education, we want to see the learner more holistically. We want to see education system, not just as about an exam, but as about the entire learning process. CBC
in our conversation about 2.5 months ago, was rebranded to CBE. Why? Because we believe we have now moved out of the curriculum and we are now in an education system called competency-based education system. Why are we saying we have moved from CBC to CBE? Because CBE is not only about the curriculum. Apart from the curriculum, we have the assessment, which is also core of this system. We have the school infrastructure. We have the teachers. We have the pedagogy. We have the creativity. We have the co-curricular activities. We have chemis. We have also the stakeholders to take care of us in some of these things, and also the partners. So as we reflect about the direction the country is going, matters education, it is very important to note that we are on the right trajectory in as far as ensuring that we deliver the best quality education in this country. And this center which we are launching today is not only Kenyan, it is regional. It's going to bring people from the region to be able to get the latest in terms of assessment. And this will go a long way in ensuring that Kenya as a country is able to influence the direction of education in the region and beyond. So as we launch this center today, allow me to say that we are really focused on creativity, we are really focused on competency, we are really focused on talent, because we want to make it as inclusive as possible to all our learners and also all our stakeholders. So allow me at this point to thank our partners who have stepped forward to be able to work with us, to be able to support us so that we put together this center. And I want to believe that this is the beginning of a journey towards ensuring that competency-based education is anchored properly. And it's Bila shaka huyo ni katibu wa elimu Julius Bitoka akizungumzia umuhimu wa mafunzo kwa walimu kuhakikisha kwamba CBE inafikia malengo yake yaliyowekwa. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kumsikiza naye Ruth Bukachi kuhusiana na yale yalionekana kule jana Homa Bay, ambapo vumbi lilitikiswa na moshi ulionekana ukitapakaa angani. Yote hayo atakuja pia kuelezea kwa jicho lake. Dial *811*800# to get this as your skiza tune. KTN ndio home. The mineral corner that you have. We got to see the rubies, the emeralds, iron ore, and rocks which are mined from the volcanicity. The wooden fridge for many, many years was at a snow cream around Koinange Street. We also get to perform some cool science experiments with them. What we just want to do is to inspire a seed of curiosity in children in matter science and technology. The only Centurions Park in East and Central Africa. Can you just imagine? What do you look for in a partner? What do you look for in a relationship? Money. You know, most people rush to these things, but it's not about rushing, it's not about love. It's a commitment. I look for somebody who's kind, thoughtful, and supportive. Are you in a relationship? No, yes. Wow, and mommy. Hapa ni mchezo tu wa kucheza na gut zako na instinct zako kiasi. Salt. Cookie. Mpangilio mzima ni The Couples Game Show ambayo inakuja kila Jumamosi saa 11:30. Mimi naitwa Zaina.
a city of passing lights. Some people are just meant to be. It's how we fall in love and keep on chasing on the edge of destiny. We grew up into different worlds, but now we share one dream. Everything changes, we never change. Tomorrow is promised. Let's join home for you and me. Your health, your questions, our mission. So what do you look out for? Health Digest, your trusted guide to living better, longer and healthier is back. And it is bigger and better. We're just gonna carry on with the treatment. From cutting-edge medical breakthroughs to everyday wellness tips, we uncover the facts, bust myths, and bring you expert insights that matter. Our target for tuberculosis is to make treatment much easier. Whether it's fitness, nutrition, mental health, or medical advancements, we break it down in a way that's easy to understand and act on. Stay informed, stay empowered. Don't miss Health Digest with Gloria Milemo every Saturday at 9 p.m. only on KTN, where your health is our top priority. Bila shaka karibu katika awamu nyingine hii ya mazungumzo na vile vile kuweza kuangazia masuala mbalimbali. Tutakuwa pia tukimwangazia mwenzetu Chris Gisiri ambaye alikuwa katikati ya jiji la Nairobi, ambapo baadaye tutasikia kauli zake na pia tujadili yale ambayo yatakuwa yamezungumzwa pale katikati ya jiji la Nairobi. Ruth Bukachi, vijana uliwaona jana wamejitokeza. Bado kunaonekana kuna msukumo fulani wa vijana kuonesha kwamba hawajaridhika na kitu fulani kwenye taifa hili. Kwako wewe kama mwanasiasa, unaona vijana hawajaridhika na nini hadi kufikia sasa? Kwanza kabisa wacha niseme mimi nimeangalia jana. Na niseme kwamba kama vile mwenzangu ameongea, tuko na generational difference. Sisi watu wa hii generation yangu na generation millennials, hii ingine Gen Zs. Tuko tofauti sana. Kwa hivyo mimi vile nilielewa na hawa vile wamelelewa, tumewalea sisi, lakini pia wamejua zaidi. Jana niliangalia barabara imejaa watoto na ni majensi wote, hakuna mtu alikuwa wa miaka yangu. Na hawa watoto wakati mwili wa mwenzao ulifika, walichukua mwili. Kuna kitu hapo watu hawakuona. Yule baba wa huyu mtoto aliuliza, wanampeleka wapi mtoto? Ameshafika nyumbani, mama yao ataumia tena afe, alafu niwe na maiti wawili. Na akalia. Lakini hawa watoto wameshachukua mwili, wameenda. Ni kwamba wanajisikia ndani yao lazima tupate haki ya huyu mwenzetu ambaye aliuawa bure, kwa sababu huyo mtoto aliuawa bure. Na kile ninafikiri jinsi wanasikia vibaya ni kwamba, kumbuka Heri, kwa haya yote yanayotendeka, kwa haya maandamano yote, hakuna mtu wa miaka yetu ama mtu wa zaidi ya miaka ya jinsia ameuawa. Wote wale wamepigwa risasi ni majensi. Na wamepigwa risasi, unakuta mtu ndio huyo ametoka nje, ameenda kuuza mask, amepigwa tu risasi bure. Akapigwa risasi akafa.
Albert akachukuliwa akafa. Kwa hivyo hawa watoto wanaona hakuna mtu anawaelewa. Hawa watoto wako na hasira kwamba tumesoma, hatuna kazi, na hawa wazee wanaendelea kukaa kwa hizi kazi. Hawa watoto wanaona tukiongea tunauawa. Hawa watoto wanaona na tukiongea, tukiuawa bado hawatusikilizi. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba rais mwenyewe, kuna watu wako chini yake wako na kiburi kingi sana na hawataki kujua ni nini inaendelea. Uongozi umewaingia kwa vichwa sana. Wangekaa chini kidogo, vile ndugu yangu amesema, waache kujiona wajuaji sana na waangalie pahali nchi inaenda, kwa sababu kama kweli hao watoto tuliona, na hao watoto hawakuwa wameletwa, hakuna gari ilikuwa mahali, polisi wenyewe waliwaangalia wakaona hapa ukiongea ama ufanye kitu maisha yako yako hatarini. Na hao watoto walitoka na wakajaa barabara, na hiyo ni nyanzi. Lakini wakijaa barabara zote hivyo Kenya, tutakuwa tumeenda wrong direction. Na hivyo ndio walifanya 25th June 2024. Wakatuonyesha tunaweza. Tunaweza. Ya pili tena nataka niseme, sisi tumelelewa tukiogopa polisi. Sisi tumelelewa tukiogopa authority. Hawa watoto wanajua kwamba polisi ni right yake kunichunga, si right yake kuniua. Kwa hivyo hawawezi kutishiwa. Sisi wazazi kwa nyumba ukiongea unaambiwa we mama unaongea hivyo kwa sababu ya 1, 2, 3, unanyamaza. Ningeomba viongozi, kwa sababu hapa chini ya huyu Rais Ruto, kwa sababu rais mwenyewe ni kama ameshindwa kuambia hawa watu wajirekebishe. Hawa watu wako chini hapa, kuna kalevo ka watu kama hata si wengi sana, 10, 15, 20 ndio wanapanga vitu mbaya mbaya, na ndio wanajisikia sasa ni kama trailer wanakimbiza inji. Hao watu wanahitaji wajirudie chini na wajiulize tunaenda wapi. Wajiulize, angekuwa mtoto wangu amepigwa risasi ningesikiaje? Wajiulize. Ruth, nimuhusishe John, wewe umekaa na rais mahali pamoja. Unadhani lawama hizi ambazo Ruth anazitaja kweli tusimwekee rais, tumwekewe marafiki zake ama wandani wake? Unajua hatukuchagua marafiki. Ako na point mzuri sana. Kuongeza kwa hiyo, hatukuchagua marafiki. Tulichagua nani? Rais mwenyewe awaondoe. Sasa nakumbuka maneno ya former president Uhuru. Kuna wakati aliulizwa, sijui kama unakumbuka, akasema munataka nifanye nini? Do you know rais wa nchi kusema kitu kama hiyo ni shida inakaa aje? Hata ukisema hawa watu mama anasema na ni kwa kweli wako, wewe kama rais, kwani ni nini hiyo walikupea ambayo unaona ukiwakosoa itavunja uongozi wako? Ni nini hiyo? Umechagua watu ama unachagua wa Kenya? Na namba 2 ni useme hivi. Unajua, nataka kueleza the government. Munaanza kitu hamtamaliza. It's true. Kwa sababu wale watu wote munajaribu kusema hii ni ukabila. Gen Z na millennial hawana ukabila yoyote. Kama ni ukabila kweli, kile ilifanyika jana wapi? Kule Western, haingefanyika. Akijaifanyika. Namba 2, tumezoea sehemu hizo kitu ikifanyika ni Bwana Raila Odinga. Si ni ukweli? Sasa jana what politician alifanya hiyo? What politician? Bwana Raila Odinga alikuwa pale. Kwa hivyo hata chochote ambacho kinaenda kufanyika na hawa watoto wamefika mahali wamekwisha. Yani na niseme hivi, hakuna kitu kibaya kama kupigana. Tuseme sasa for example, we mama, uko na simu mzuri, labda umekuja na gari, uko na maybe car plot kako na nini. Hawa watoto hawana hizo vitu. Na vita, unaweza pigana vita mbaya ni kupigana na mtu ambayo hana chochote cha kupoteza. Wale ambao wako wazee wataprotect vitu. Mtoto anakuja kwa street akijua si lazima nirudi. Juu narudi wapi? Kule narudi hakuna chakula, kule narudi hakuna manyumba, kule narudi hakuna magari. Lakini wewe labda uko na nyumba mahali hawana. Na vita mbaya unaweza pigana na mtu ni ule mtu ambaye anakuja akijua si lazima
Lakini wewe unaweza kosa kutupa hiyo mawe kwa sababu unafikiria biashara yako. Watoto wana mabiashara. But to say that kile ambacho inafanyika Kenya, for the president kufikiria ati ni tribal, nataka niulize swali moja. Wale walikuwa Bungoma, nani alilipa? Wale walikuwa, because strike ambayo ilifanyika nilikuwa kama pastor nje, nikijaribu kuangalia hiyo shida iko wapi. Wale walikuwa June 25. How many counties hiyo shida ilitokea? Over 20. Are you telling me hizo 20 counties zote ni tribe moja? Hiyo vita ya tribe inaenda kuisha, na ni vibaya sana wewe kutokeza, for example, unasema shida yangu ni hii, alafu naangalia umetoka wapi. Sifai niangalie kule umetoka, nafaa niangalie shida ambayo imekuleta kwa police station ni ipi. If we do not condone this problem, nataka niwaeleze serikali, mukicheza na hii kitu, 2027 tawaeleza 27 million of Kenyans, out of the ile 74 tulisema asubuhi, sahi 27 plus wako connected kwa social media. Hebu niseme hivi, the next coming election mama itakuwa decided hapa. Na kuongezea kwa sababu double of that number. Kawaida si inakuwa 7 million, 15 million opposition na mwenye anashinda. Hao watoto wamezidi. Kwa hivyo watoto, social media hii tuna ignore. Wataketi tu hivi waamue ni huyu na hivyo ndo itakuwa. Itakuwa ngumu sana hata wewe kuiba kura ambayo inakuja. Kwa sababu watoto wameelimika, na ni vibaya sana, narudia tena. It is such a shame that the leaders of this nation wanaketi, wanaona movement ni ya ukweli ya kupigania haki za watu, alafu wanaireduce kusema hii ni ya kabila fulani. Na nikiongezea vile amesema, our Gen Z, after that hiyo ya 25th of June that time, unakumbuka hao watoto wali host the president. Our president, na I'm sorry to say this, our president amekuwa mtu wa kudanganya. Kama huwezi kitu usiseme. Na huwezi kusema kitu leo na mdomo the same mdomo kesho inabadilika. Mimi kile ninataka niseme, hata kama Gen Z kwa sababu sasa Gen Z wanasema tulimuhost, akatuambia hivi, hakufanya. Akatuambia hivi, niliona wameandika almost 20 points. Alisema hivi, hakufanya. Alisema hivi, hakufanya. So as a president, your word must be, your no must be no, and your yes must be yes. Nikiongezea heri, nataka niseme hivi. Nilikuwa naongelelea juu ya hao watu wako hapa. Nataka niseme hivi. Na nataka niseme kwa rais kama ananiangalia pahali yako. The favor of God is gone. Kibali cha Mungu kimekuondokea rais. Kwa nini? And the king is naked. Kwa nini? The king is naked. Kwa nini unasema hivyo? Siku ile utaona umefika. Kwa nini unasema hivyo? Nimesema hivyo kwa sababu siku ile utaona ukiongea kitu hata kama ni kizuri kinatrashiwa. Ukisimama uongee, watu wameshachoka, ni kama wamejua kile unaongea. Kibali cha Mungu kinakupea neema ya watu kukusikiliza, na kinakupea neema ya watu kukupea second chance, na kinakupea neema. Ndio tunarudi mahali kabla ya kuingia kwenye kazi ya Mungu, maana anajua yeye mwenyewe Mungu, sisi binadamu tunawazia tu. Umezungumzia kwamba mfalme yuko uchi. Yes. Kwa nini unaona watu hata ya kwamba mfalme akiwa uchi wanamwambia vazi lako ni zuri? Ni huyu mfalme mwenyewe kwa sababu ni mkali kumwambia, unaogopa kumwambia kwa sababu hasikizi la mtu? Wale wanamwambia akona ngoni hawa watu wako hapa chini yake. Wale 15 ulisema. Wale 15, 20, there are some leaders and those who are benefiting. They are lying to him. The truth is, he is naked. Pali alienda kanisani, akaomba. Na msikitini, akaomba kura. Na kwa Mahindu, akaomba kura. Kama amenyenyekea. Arudi hapo. Kibali cha Mungu kimrudie. Bila shaka. Pasipo hivyo sioni akitoboa. Kwa sababu pali amefika na hawa watoto. Hawa watoto, nataka ujue, last election, wale hawakupiga kura almost 8 million walikuwa these Gen Zs. Bila shaka, tunataka kuingia katika swala sasa hivi la kuangalia masuala ya NG-CDF, ambapo ni wiki hii tumeona wabunge 400 wote walipata tikiti, nauli ya ndege, wakafika bungeni, wakaidhinisha NG-CDF. Mswada ambao wanasema unawahusu wao umepita. Mswada ambao inaonekana ikiwalenga wananchi, nianze nayo Waweru, inaonekana bunge huwa inachukua wakati mgumu sana.
NGCDF wabunge wameidhinisha na wanataka iwe sheria. Wamepitisha NGCDF, wamepitisha affirmative action na wamepitisha ile fund ambapo itakuwa inaenda kwa masineta. Kwa nini unadhani wabunge waliamua hii lazima ipite bila hata kuchelewa? Wote 400 walifika bungeni. Tuko karibu kwa kugombea, viti viko karibu kuwa empty, watu wako karibu kwenda kugombea. Na hela ikiwa kwa mfuko ya politician inamaanisha ako na uwezo ya kuanza tu projects mahali, alafu anasema mkinichagua tena tutakuja kufanya nini? Tutakuja kumalizia. When I was looking at that fund, nilikuwa naiangalia leo asubuhi nikisoma. Is it a need? Hiyo ndio shida ya Kenya saa hii. Niko na watoto 3. Nimeona mke wangu akiwa kwa ile labor, ile wakati maji na pasuka kwa mama. Wakati hiyo akienda kusukuma mtoto, unajua hata akumbuki mimi ni kasisi. Vile ukiwa karibu hapo vile anaweza kushika, haimaanishi hakupetii heshima. Kichwa yake yote focus ni nini? Huyu mtoto afanye nini? Atoke. Focus ya Kenya sasa ni nini? What is the focus of the people of Kenya now? Tunakwenda kufanya vitu ambavyo focus yake itakuwa nini? Aya, mkiongeza hizi fund, focus yake kwa hiyo kitu ni nini kwa sasa? I feel like our people, especially our leaders, we are not in touch na kile kinafanyika. Sasa for example, unapata mama anaenda kuzaa, wewe unaenda kumletea gift ya Valentine. Does that even make sense? Mama anaenda kuzaa, kile anahitaji ni hospitali, kile anahitaji ni anaitwa nani, the midwife, kile anahitaji ni mavazi za kubadilisha. Wewe mwenyewe unaenda sasa at that particular time unamletea maua, ati baby nimetaka kukupatia maua, nataka kuambia unanipenda. Na ako na uchungu. Hiyo sio kitu. Kenya iko na uchungu. Ile uchungu ya Kenya must be interpreted in a way ambayo itaweza kusaidia nini? Wa Kenya. Tusije tunapatia mama chocolate wakati yako kwa labor room. Sasa hii kitu ni tunapatia wa Kenya chocolate, na shida ya wa Kenya sio nini? Sio chocolate. Tuko kwa labor room. Shida yetu ni stop abductions. Ukiangalia the Police Act, kama nilikuwa nasoma jana, do you know the Bible itself, Exodus and Deuteronomy, it speaks against kidnapping. Na inasema mtu yote ambaye ana kidnap auliwe. Kidnapping is not something. Hizo ndio vitu kwa sasa ziko kwa Kenya, iko kwa labor room ya kidnapping. Kenya iko kwa labor room ya watu kukosa. For example, when the president alichukua uongozi, dola ilikuwa I think 118. Sasa dola iko kwa I think 130 huko. Haya, nimeona rais anakuja anasema mabenki zinapeana loan. Sijui kama uliona na 18% na vitu kama hiyo. Yeye alishukisha pande yake. How do you make that a conversation? Why is it that kama wewe ulishukisha kama serikali, mbona hawa mabenki wasishukisha? Why are you asking a question instead of giving direction? Mabenki, shukisheni ile profit ambayo mnachukua kutoka kwa Why should that be a conversation? But remember, this was an hustler government. You see? Hustler government, hustlers, washaona hustlers. Ni wale mtu anaenda kwa shamba anachukua masukuma, anakuja anakalia chini anauza sukuma, anapata jioni 200, 300, anaenda atakopa aji. Na huyu rais aliingia kwa uongozi akasema hustlers bottom up, bottom up. Na hao hawawezi kuaccess hiyo loan. It is very painful. Some of us wale tuko chini, kuamuka unakuta mwananchi amelala njana, kile tu anataka kutoka kwako is 50 shillings, hata sio 100. Sasa wewe unaambia watu chukueni loan za 18%, unapea pia watu hizi hustler fund na hakuna kitu unawasaidia. Na wewe mwenyewe uliwaambia I will give you grants. Si aliwaambia nitawapa grant ya kuinua mwananchi kutoka hapa chini. Hawa bottom up. Hajafanya kitu. Amenyanyasa hawa watu mpaka saa hii wanataka kuwa wazimu. Bila shaka. Asante sana. Ni mwanasiasa huyo Ruth Bukachi kutoka Emuhaya akiwa anazungumzia masuala ya vijana, akionyesha kwamba yamemgusa kwenye uti wa mgongo kwa sababu masuala hayo jinsi yalivyo. Nataka tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kusikiza wakazi wa Nairobi nao wanazungumzia nini kuhusiana na masuala haya, matukio ya wiki ambayo yamejiri wiki hii. Usiende mbali mtazamaji. I make my Tuesday count by reading the Financial Standard. It helps me make much better and smarter financial decisions.
setting the standard every day of the week. The Standard, Kenya's bold newspaper. When you do practice on something, it doesn't matter whether you have a talent or you don't have. It's all about practice. In his hands, he's got the whole world in his hands. Moment of silence to remember those who fell, those who died. The Gen Zs are not commemorating. They are fighting against regression. That is something years later, the more things change, the more they remain the same. I've never had any government in the world that orders the people it should be protected to be killed. What the government is trying to do is set the clock back. Lazima boy, tuna finish kumalo. Round this tuna finish kumalo. Boy, tuna finish kumalo. Kubash to life tuna malo. Boy, tuna finish kumalo. Ay, kwa Yesu kuna bamba. Nilimdigi kwa sheni kwetu kubamba. Bila shaka karibu katika awamu ya 4 na ya mwisho. Nataka tuingie katikati ya jiji la Nairobi sasa, nimsikize mwenzangu Christopher Gisiri ambaye yuko katikati ya jiji akizungumza na baadhi ya Wakenya kuhusiana na masuala ambayo yamejiri wiki hii. Gisiri, Wakenya wanasemaje? Esther Passaris
sasa amepeleka mswada bungeni ambapo anasema ya kwamba anataka waandamanaji kuzuiliwa kufika kwa baadhi ya afisi za serikali, afisi kama vile bunge, ikulu la rais na pia mahakama. Katika mswada wake, Pasaris anasema ya kwamba hazuii wa Kenya kufanya maandamano, lakini anataka tu wazuiliwe kufika kwa baadhi ya maeneo hayo. Niko katikati mwa jiji ambapo nataka nisikie, je, Wakenya wanahisia gani kuhusiana na mswada ambao unaenda bungeni, ambapo sasa itakuwa ni jukumu la wabunge kujadili mswada huo kisha baadaye kupitisha ukawa sheria. Tumeruhusiwa kuwa na uhuru wa kuandamana, na kwa hakika zipo sehemu nyingi ambapo ziko huru kwa Wakenya kuweza kuwa na kutekeleza haki yao ya kuandamana, lakini pia kunao umuhimu wa kuyalinda baadhi ya majengo ambayo ni muhimu kwa serikali na nchi, na vilevile hata sehemu za biashara ambazo ni za Wakenya. Hatuwezi choma nchi tukijaribu kuleta mabadiliko. Na mshikambavu aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga alipozungumza akisema we need dialogue ili tuweze kumaliza hizi tofauti zenye tuko nazo. Ya pili, haya maandamano ambayo tumeyaona juzi si maandamano yenye tunasema yanaleta mabadiliko. Haya ni maandamano ya hasara. Tumeenda pale UTC nikaona maduka yamechomwa, waajiri watu walikuwa wameanzisha mabiashara zao, 2 3 biashara zao zimechomwa. So kenye mimi nasema number 1, kama ni maandamano mahali popote, si lazima ikuwe ni protected areas kama bunge ama nini, hata biashara za wananchi, kwa sababu hatuwezi sema ikulu ni ya maana sana kuliko duka ya mama mboga. Hatuwezi sema bunge ni ya maana kuliko muuzaji wa simu aliye Nyamakima. Kama ni kulinda mali ya wananchi na mali ya serikali, inastahili ilindwe yote at the uniform level. As a society or community of Kenya, we are governed by what we call the Constitution. We have to look at do all the things within the realms of the Constitution. I normally say that action without vision is just confusion. So let us be responsible people. Let us know that we are all Kenyans, and Kenya is bigger than individual. When you are doing something, bringing that, a bill in parliament, you have to weigh the situation. Is it the right time to bring this bill or to create confusion? It will just create confusion because the Constitution is very explicit in its provision about freedom of expression, speech and expression. So sometimes when it's too much, it will contravene some of the statute, section within the Constitution. Huu ambao unaletwa na Esther Pasaris ambaye ni women rep wa hapa Nairobi ni mswada ambao kwangu umekuwa ni mswada wa maswali mengi sana. Maana kwanza kama taifa na kama mwananchi wa nchi hii yetu ya Kenya, ni lazima tujiulize mbona tumefikia hapa kama taifa. Kiwango cha kwamba tunakuwa na viongozi ambao wanaketi chini na kujaribu kukuja na mbinu ya kujaribu kujizuia ukaribu wao na wananchi. Kwa mtazamo wangu ninaona kwamba kama viongozi wamefeli, maana hao viongozi ni viongozi ambao ni lazima wawe ni wawakilishi wa wananchi. Haya maswali ambayo wananchi wanajaribu kuuliza kupitia njia kama ya hawa Gen Zs ni mambo ambayo wangekuwa ni wananchi wasikivu, wangekuwa ni wananchi ambao wanatilia maanani vitu ambavyo wametumwa kule katika bunge na sehemu kama vile ile rais ameambiwa waende kuwasikiza wananchi. Ingekuwa ni vizuri kabisa, tungekuwa tumefikia hapa kama taifa. Kwa hivyo mwanzo wamefeli kama viongozi, na njia ya maandamano ni njia ambayo tumepewa kisheria na kikatiba. Kwa hivyo kukuja na mbinu ya kujaribu kusema kwamba tusikaribie au wananchi wasikaribie bunge, wasikaribie pale kwa mfano ofisi ya rais au kwa ikulu, nafikiri hiyo itakuwa ni kama kujaribu kuweka ukuta. Weke limit ya watu kuandamana, places za kuandamana, hiyo kitu si kitu ya maana sana. Hiyo kusema ati tuende saidi ya soko huko Mudhurwa, sijui Kamkunji, tusiandamane tukikuja places za bunge,
najua kitu inaweza fanyika, labda tukienda bunge ama tusonge kwa hizi maofisi za watu wakubwa hapo, bila kuleta vurugu, bila kufanya kitu yoyote mbaya. Ambao walijiingiza kwa andamanaji na wakaanza kuharibu biashara za Wakenya. Lakini pia kuna wale ambao wanaupinga wakisema kwamba mswada huu ndio ni mzuri, lakini umekuja kwa wakati ambao hufai. Asante sana Chris Gisiri kwa maoni hayo kuhusiana na wananchi wanapozungumzia masuala ya sheria hiyo mpya ya Public Order Act, jinsi ambavyo Wakenya wakipanga maandamano na mahali gani wafai kufika. Tukizungumza awali kabla tuingie studioni, Kasisi John, ulisema kwamba hivi kanisa langu liteketezwe kwa sababu halijalindwa. Kenya mzima, all Kenya matters. Inchi yote mzima inafaa ujisikie umelindwa, uwe Mombasa kwa village, uwe kule nimetoka kwa village, ama uwe kwa city. Nimerudia kusema ni kama mama wakati anaenda kuzaa unampa chocolate. Hii sio hoja ya sasa. Nilidhani ile bill ambayo ingepitishwa ni how can we end abduction? Because ni nini inafanya watu waende kwa street? Unajua, unaweza, ushaenda kwa hospitali uko mgonjwa, unasema unaumwa na kichwa, alafu daktari anakuja anapata shida iko mahali ingine tofauti. We are dealing with the symptom, we are not dealing with the problem. Shida ambayo inafanya hii mambo yote itokee ni ipi? Sasa kukuja kusema ambao unataka mswada uende pale bungeni ambao utaweza kuzuia watu wasifike sehemu fulani, fine, iko na advantages zake, lakini already hiyo iko kwa constitution, because picketing is a right. It's a right. Na by the way, nimeona wakati watu wanaenda kufanya hiyo picketing, ati wanaenda kwa police station, it's not the work of a police officer kukataa. Hatuendi kuuliza polisi ati kama tunaweza kuenda kufanya nini? Ni kukuambia hivi ndio inaenda. Kazi yako kama polisi ni kutoa ile security apparatus ambayo inahitajika kuweza kuhakikisha kwamba huyu hii demonstration ni ya haki na ni ya kweli. So the right to picketing, na nirudie hivi nieleze vijana, even if uko na right ya kupicket, constitution inakupatia yale boundaries ambao ufai ufanye nini, ufai upite. Ya kwanza, peaceably. Number 2, unarmed. Kwa hivyo ukipita hayo inamaanisha umempa yule polisi haki ya kuweza kufanya naye kulinda nini, kwa sababu kulingana na ile Police Act halindi maisha tu. Ukisoma vizuri hiyo Police Act analinda pia nini, property. Kwa hivyo uwezi ukaenda uvunje kwa supermarket ya mtu for example, alafu ukipigwa risasi unasema ule polisi ni mbaya. Iko ile right, and there is no need to add something else, kwa sababu tukifuata ile sheria ya inchi, it is clear, crystal and clear that you have a right to picket, but number 2, peaceably and unarmed. Na wewe kama polisi uko na haki ya kuchunga nini, maisha na vitu vya watu. Lakini mswada huu wa Pasari si mara ya kwanza taifa hili tumeliona likijaribu kuleta mswada kama huu. Geoffrey Ruku ambaye saizi ni waziri wa utumishi wa umma Bukachi, tumemwona yeye pia wakati mmoja akifikiria ataleta mswada kama huu. Naibu Rais Kithure Kindiki akihojiwa katika siku yake ya kuhojiwa kuwa waziri wa usalama alisema ataleta mswada kama huu. Kwa nini kila kiongozi anafikiria ipo haja ya kuweka mswada ambao utazuia maandamano yafanywe kwa namna fulani? Mwingine paka alikuwa anasema kwamba kuna barabara tu husika, kama ni kutoka Harambee House mpaka Parliament, bas hakuna sehemu nyingine ya kwenda. Ningependa kusema maandamano ya zamani ambayo yalikuwa yanafanywa wakati wa opposition, wakati wa kina Raila, walikuwa wanatishia tutamach kwenda State House ama tutamach kwenda Parliament, lakini hawakuwahi kukaribia. Wakati huu tuko na kizazi ambacho kikisema kitaenda, kitaenda. Na kikisema kitapita kwa moto, kitapita. Na si kuongea tu. Nafikiri huu mswada umekuwa very urgent kwa hawa kutaka kuleta wakati jinsi wameenda wakaingia Parliament. Na kusema ukweli, wale wa generation yetu ambao tunajua Parliament ni nini, tulipoona wameingia Parliament tulishtuka na tukasimama. Kwa hivyo yangu kusema kwamba ningependa kusema vile mwenzangu ameongea kuongezea, constitution iko na hayo mambo yote. Sioni kwa nini ikuwe very urgent wakati tuko na mambo makubwa
kwa sababu vile ndugu yangu ameuliza, kwa nini Pasaris hajapeleka mswada wa kusema polisi akiua huyu afanywe hivi? Ama kwa nini hajapeleka mswada wa kusema hawa watoto waache kuuawa? Ama hawa watoto waache kuwa abducted? Kwa hivyo mswada wamepeleka parliament, lakini mimi ningesema wamepeleka wrong timing. Wangetengeneza kwanza ground ikuwe vizuri. Kwa hivyo kwao nafikiri imekuwa urgent kupeleka huu mswada kwa sababu Gen Z vile amesema ndugu yangu, wakitoka nyumbani nafikiri wanakuanga wameacha, wamesema nisiporudi mtafanya hivi na hivi na mtaweka kaburi yangu. Sio lazima nirudi. Si lazima nirudi. Kwa hivyo kama tuko na generation ambayo imeamua, hata State House walikuwa waende. State House wameweka reza waya mpaka wa leo. Sasa kuna maandamano wanapanga Monday. Kwa hivyo nafikiri mswada ni urgent kwa sababu kama sasa hii ya Monday hata Gen Z wenyewe wengine hawajui Sabasaba ilikuwa ya nini. Lakini tuko huko. Kwa hivyo nafikiri imekuwa very urgent kwa sababu sio vile sisi generation yetu tulikuwa tunawatishia na tunafikishwa hapa parliament, tunapigwa tear gas, tunaanza kulala hospitali sababu ya tear gas. Hapa kuna watu, the first niliona ilikuwa hiyo ya 2024, wanajua kujipaka Colgate waangalie tear gas wapite. Kwa hivyo nafikiri wameona it is not business as usual. Hao watoto wanaweza kwenda huko. Na nataka pia niwaambie hata kupeleka mswada afadhali wangeongea na hao watoto. Dialogue. Nimeona students wa university wamesema we need dialogue. Hiyo ndio itatusaidia, sio kupeleka miswada. Huu mswada ni wrong timing na wangesikiliza kwanza hao watoto na wapeleke miswada yao baadaye when we have a bit of peace. Tuangazie Ndiang'ui. Tumesalia na dakika 7 peke yake. Kwa hivyo kila mmoja na dakika 3 ajue atakavyozizungumzia hizi na pia vile vile tutazungumza kwa kauli ya mwisho. Ndiang'ui Kinyagia tulimwona jana akija katika mahakama. Katika siku 12 ametafutwa, akasema kwamba alikuwa amejificha. Umeamini hilo? Nimpe mama nafasi. Na tuanze na wiki jana mwenzake. First of all, hata shida kubwa sio kujificha ama kujificha. Kwa nini tujifiche? Why should we fear the people we put in power watusaidie? Mimi si Al-Shabaab. Kwa hivyo hata kabla tufike kwa kusema amejificha ama la, shida ambayo iko mahali hapa ni tunajificha kwa nini? Ndio huyo kijana aketi yaone. Nikuulize swali. Ojwang amekufia nini? Tweet. Mimi ni mchungaji. Unajua watu wangapi wananitukana? Sasa juu watu wanakutukana tuwaue tu. Unajua watu wangapi wanasema wakiona wachungaji kitu inakuja kama sasa mtu akiona mchungaji anasema huyo ni pesa amekujia. Ni wangapi wanasema hivyo? Sasa wewe kama unajijua, because mimi nasemanga kitu moja, the one that is mature ndio anafaa akuwe na better response. Ule ambaye ako na hekma ndio anafaa respond kwa kila kitu kwa hali ya juu. Kama huyu mtoto amefika mahali anaona anaenda kujificha, ni kumaanisha hatuna imani na ile security structure ambayo inafaa tufanye nini? Itulinde. Number 2, kijana amekuja kama amenyolewa, kama amejinyoa. Unakumbuka kuna ule mwingine pia alikuwa amepotea, akakuja na the same thing, amenyolewa. So hizi ni vitu tunaona kwa serikali, ukishikwa na rasta umeshakatwa nywele, vitu kama hivyo. Zinatupatia a lot of issues kujua pale mbele. Lakini focus yangu yenye ningeuliza, kwa sababu ile nywele rasta huwa inakupa ubinafsi fulani, unakuwa na sana kunyoa. Na vile nimeona huyo Ndiang'ui, hiyo nywele yake venye imekaa hivyo si rahisi nayo kama utambulisho wake. Ni nini hiyo inaweza fanya kijana anyoe? And that's why nasema the big problem hata sio kujificha ama kuchukuliwa. Tumefika wapi hapo kama inchi kwa hizo dakika zangu kidogo, ati ya kwamba mimi nikifanya makosa ya social media, kwani ni nini hiyo serikali inaogopa ati unaweza pindua serikali na social media? Mtoto anaandika kitu na kama si ukweli, kuna ile njia ya kushika mtu, unampresent mbele ya koti, wewe unakuja, tuseme mtoto wetu ako kwa prison fulani, lakini huyo mtoto ndo afike mahali tuseme ametoroka, ameenda amejificha. Swali tunafaa tujiulize, je, Kenya imefika mahali nikifanya makosa natoroka, natoroka wale watu nafaa ni watorokee?
Hapo ndio tumefika kama nchi. Sasa amejificha ama amechukuliwa, sio hoja. Tuko na uhuru hata nikifanya makosa gani. The last place nafaa nikimbie ni kwa police station. Sio kujificha polisi. Sio kujificha. Nimefanya makosa, nimeua, nimekuja kwa sababu nikikuwa pale nje watanifanya nini? Wataniua. That is the issue at hand. Ruth. Kwangu mimi ningependa niseme huyu kijana anaongea kutoka kwa fear. Kwa sababu heri ukija kwangu na hii chupa ilikuwa yangu na hii chupa itoke kwa mkono yangu ifike kwa mkono yako, ulikuwa na contact na mimi. Kwa hivyo kijana, tunasikia DCI walifika kwa nyumba yake na wakachukua laptop yake na wakachukua sijui nini ingine na wakafunga nyumba na kufuli ya DCI. Sasa ndio mchukue hizi vitu na mfunge nyumba yangu, nilikuwa wapi? Nilikuwa wapi? Kwa hivyo nafikiri huyu kijana amekuwa akiwekwa mahali vile Muturi alituambia kijana yake alikuwa amewekwa mahali. Na pahali alikuwa amewekwa, labda ametoka hapo na akaambiwa ukiongea tutafanya hivi na hivi na hivi. Na ukimwangalia kijana mwenyewe ameshtuka. Ndio. Ameshtuka, yuko sawa. Kwa hivyo mimi hii story ya kijana kujificha, hapana. Umeikataa? Hiyo nimekataa. Utajificha ukose kuongelesha mama? Utajificha ukose kutuma mtu tu amejificha? Kwani hapo alikuwa amejificha? Hakuna wanadamu wengine? Amefichwa. Alikuwa tu hapana bwana, tuko na akili kidogo. Tuko na akili kidogo. Utaenda ujificha. Alikuwa anakula nini? Si kuna mahali alikuwa amefichwa. Sitaki kusema yale yameandikwa mtandaoni. Maana mtandaoni kuna mambo mengi yanaendelea. Alikuwa anakunywa nini? Kwa hivyo hapo hakuna mtu ambaye simu yake kweli labda ilikuwa tracked. Lakini hapo hakuna mtu angeambia mamake usijali niko na kijana yako amejificha kwangu. Hata yeye mwenyewe hawezi taka tu kuambia mamake. Hata yeye mwenyewe hawezi taka kuambia mama. Watu waache kutubeba ufala. Watu waache kutubeba, hii serikali iache kutubeba sisi wote wajinga. Tumeenda shule na kama sisi hatujaenda shule, tuko na ule uerevu wa kuzaliwa. Kijana watuambie walikuwa wamemweka wapi. Na kijana ametishiwa akiongea atafanywa hii na hii na hii na hii. Na tunaomba waachane tu na watoto wetu. Mimi ni mama, nimezaa, niko na millennial na niko na majensi. Na wananiambianga kwa nyumba, wananiambia mom, you are wrong, you are doing 1, 2, 3. Nitaanza kuwaua? Hapana. Nitaanza kuwaua? Waache kuua watoto wetu na waache, warudishe kwanza laptop ya huyo mtoto na warudishe kila kitu ya huyo mtoto na watuambie waliweka padlock aje kwa nyumba yake. Na wakiweka padlock alikuwa wapi? Waache kugagu watu. Tutarudi hiyo nation ambayo hatuwezi ongea. Ukitembea hivi tukitoka hapa nje kwa sababu nimeongea hivi nakuta nimengojewa hapo chini na Subaru. Wachane na sisi. Hata hatuwezi nunua Subaru sahi. Ukinunua unataka Subaru sahi. sahi. Huyu ni kijana, kuna vijana kwa kanisa yake. Tumalize kipindi hiki kwa sekunde 30. John Waweru. Tuache kutubeba ufala bwana. Kwa sekunde 30, kauli yako ya mwisho ni ipi? Government of Kenya, sikilizeni watu. Wale wamewachagua, waliwachagua muwasaidie. Amuko juu ya wale wamewachagua. Mumewekwa hapo musaidie watu. Sikilizeni watu tu. Bwana Rais, enda kwa ground wewe mwenyewe ujionee. Vile ulikuja ukitafuta kura, kuja tena utafute shida na maoni za watu ziko wapi. Watu wote hawezi kuwa wajinga. Watoto wao wote hawezi kuwa wajinga. Maaskofu sisi ambao tulikusaidia hatuwezi kuwa wajinga. Kina mama kama hawezi kuwa wajinga. Media hawezi kuwa wajinga. Mosque hawezi kuwa wajinga. Iko kitu tunasema na kuomba, learn to listen early kabla maafa yatokee. Asante. Bukache. Mimi yangu bila jazba. Mimi yangu ningesema kwamba watoto wetu ambao mnaenda kwa maandamano, tafadhali mkienda maandamano, ukitoka nyumbani fikiria mzazi ambaye umewacha, kwa sababu unaweza kumletea kitu ambacho kitamkula maisha mwake. Number 2, the king is naked. Rais aingie kwa mahali pake pa maombi peke yake, amtafute Mwenyezi Mungu, na vile aliongea na Mungu
arudi hapo bila advice ya mtu yeyote, ajifikirie na aongee na Mungu aweze kumrudishia kibali. Kulingana na gazeti la Jirani, anajenga kanisa kule State House. Kwa hivyo Nonavo atarudi kwa Mungu kama vile unavyohitaji, kanisa la bilioni 1.7 ambalo linajengwa kule katika Ikulu, kulingana na gazeti la Jirani, sio gazeti letu sisi. Kufikia hapo mimi sina la ziada. Wacha nifungie hapa kipindi hiki cha yanayojiri wiki hii, niseme kwaheri. Baki na Vingi wa Heri. Nashukuru wageni wangu sana, Ruth Bukachi mwanasiasa na John Waweru kasisi kutoka kanisa moja pale Kabati eneo la Murang'a, kwa kutenga wasaa kuja kuzungumzia masuala haya yote yanayofungamana na matukio ya wiki. Mimi naitwa Yeri. Uwe na mchana mwema.